Kutoka kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuna taarifa kuhusiana na kundi la waasi la M23 ambalo limekuwa na mvutano mkali na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwamba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi la waasi la M23 zimetoa taarifa ya pamoja ya kwamba zimekubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo. Na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kundi hilo la M23 zimetoa taarifa ya pamoja zikisema kwamba zimekubaliana kusitisha mapigano mashariki mwa nchi hiyo ili kutoa nafasi ya kuendeleza juhudi za usitishwaji wa kudumu wa mapigano nchini humo. Tangazo hilo linafuatia mazungumzo ya upatanishi ambayo yamekuwa yakisimamiwa na Qatar, ambapo pande zote mbili zimesema kwamba zimekubaliana kufanyia kazi juhudi za kufikia makubaliano katika mzozo huo ambao umepelekea waasi wa M23 wanaotajwa kuungwa mkono na serikali ya Rwanda kuteka miji muhimu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni taarifa ya hivi punde ambapo pande zote mbili zimethibitisha kujitolea kwao kusitisha mapigano mara moja na kusitishwa kwa uhasama baina yao katika muda wote wa mazungumzo. Na ukumbuke kwamba mwanzoni mwa mwezi huu wa 4 Qatar ilichukua jukumu la kidiplomasia na kusimamia juhudi za upatanishi baina ya pande zote mbili baada ya Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC kushindwa kufua dafu kutatua mgogoro huo. Sasa swali ambalo wengi tutaendelea kujiuliza, na naamini Wakongomani wengi watakuwa wanajiuliza, kwa nini serikali ya Qatar inakwenda kufanikiwa ama inaweza kufanikiwa kutatua mgogoro huo baina ya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na si Jumuiya ya Afrika Mashariki SADC wala AU wala UN. Nini kinaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Bana, nasubiri maoni yako kupitia comment yako ya kwenye channel yetu ya Ready Pro Media, lakini usisahau na usiache ku-like, pia ku-comment na usiache kusubscribe. Tuambie mtazamo wako ni upi juu ya mgogoro huu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kati ya M23 na serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wakati ambapo tunaona jumuiya za kimataifa kama Jumuiya ya Afrika Mashariki, Jumuiya ya nchi za kusini mwa Afrika SADC, pamoja na Jumuiya ya Afrika kwa maana kwamba AU na hata Umoja wa Mataifa kushindwa kutupia macho mgogoro huu, na mwisho wa siku tunawaona Qatar wao wakiwa wametia miguu miwili kuweza kutatua mgogoro huu, na juhudi ndo kama hivyo zinaonekana kwamba huenda mgogoro huu ukafikia ukingoni. Hii ni Ready Pro Media.